Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Sote kwa ujumla wetu, vijana wetu hawa kwa hiki walichokifanya, awape fungamano la heri, tuseme na amen. Wanapendana lakini waendelee kupendana kweli kweli, tuseme na amen. Kisitokee chochote cha kuwatenganisha, si binadamu, si jini, si upepo, si mvua, labda kifo, tuseme na amen. Na maisha yao yawe maisha ya watu wa heri. Sehemu si ya mawaidha, kwa sababu mawaidha tunatoa sana kila siku, kila muda, kila wakati, labda tukumbushane tu. Cha kwanza, Tariq Abdallah na Rauhia ni mtu na mkewe. Hiki ndio kitu cha kwanza. Walikuwa karibu, walikuwa marafiki, lakini Mungu kama wanavyosema binadamu si athumani. Siku miongoni mwa siku ambayo ni leo, tangu kabla hawajazaliwa na hata hawajaumbwa, aliandika Mwenyezi Mungu leo Ramadhani ni 23 kwa mke 24 waingie katika fungamano la halali, na ilikuwa hakuna yoyote angeweza kuliondosha hilo. Kwa tusemeni alhamdulillah. Mimi nina pointi mbili. Moja kwa sisi tuliohudhuria, lakini ya pili kwa maharusi wetu. Sisi tuliohudhuria, pointi yangu ni kwamba hiki kilichofanyika ndani ya dakika zisizozidi 5 ni kitu kitukufu, ni kitu kikubwa na ambacho Mungu anakipenda. Kwa yale maneno tuliyoyatumia pale, tayari hawa washakuwa ni watu wenye kurithiana, wenye kubadilishana, ni halali kila kitu. Mwenyezi Mungu awape maisha marefu. Na yashafutika yote yaliyokuwa yamefanyika huko katika hesabu ya Mungu. Ni watoto wachanga kwa mujibu wa akaunti zao za mabaya. Sasa hivi wanaanza ukurasa mpya wa heri tupu. Na mimi naombea Mungu na nyinyi muombe wasipate kuyachafua yale tena. Sina nani. Amen. Kwa hiyo twendeni sasa sisi huko tukawe mabalozi wazuri, kwamba hakuna kisichowezekana. Twendeni tukawe mabalozi wazuri. Wema. Kamwambie mwenzio tutaishi hivi mpaka leo. Mwambie Gigi anaitwa Rauhia, na alikuwa mtu wa kawaida, lakini sasa ni mke wa mtu. Kwa nini wewe unioe? Nenda kaseme. Mwambie na wewe ambaye mpaka sasa hutaki kumuoa unaokaa naye, please hebu rudi nyuma. Hakuna kigumu. Nikupe faida moja. Leo watu wengi hawataki kuingia katika fungamano la ndoa la halali kwa kujua eti maisha magumu. Si kweli. Si kweli hata kidogo. Maisha yanazidi kuwa magumu ukiwa watu wanaendelea kuzini, wanaendelea kumwasi Mungu. Lakini mtakapooana, Mwenyezi Mungu anabadilisha. Kwa maneno yake Mwenyezi anasema fakihul ayama minkum wa salihina min imaikum wa ibadikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Wazeshaneni na msiogope, hata kama mtakuwa mafukara kwa sababu ya ndoa, Mwenyezi Mungu atatengeneza maisha mazuri. Mimi ni mtu napenda kujitolea sana mifano na kuja katika hadhira za watu kama hivi. Mimi nimeingia katika ndoa sina kitu kabisa. Na hata siku niliomuoa mke wangu nilikuwa na stuli tu. Yupo hapo. Mama Alhadi ndio tu. Yupo hapo Mama Alhadi. Nimekuja naye, naweza kuwa shahidi mzuri. Tumpigie vigelegele. Unaona huyu mtu? Tunazeeka pamoja, tunafanana sasa hivi wote wafupi au warefu. Na muoa huyu mama tuna stuli tu, tunaingia ndani ya nyumba tunaulizana, tukalie, tulalie, tuivuje. Lakini leo tuna kila kitu kwa sababu ya baraka ya ndoa.
Na hata juzi alipokuja Rauhia pale nyumbani, nilimtolea huyu mtu, nikamwambia kaa naye, hebu ongea naye, na waliongea. Sema asalamu alaykum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hiyo twendeni tukawe mabalozi wazuri, tuwaambie watu waoane, na sisi ambao tunakaa bado hakuna kuoana tuendelee kuoana, semeni inshallah. Lakini nimalize mawidha haya kwa wanandoa wangu, vijana wangu, nimependeza sana. Nendeni mkaishi katika yale makubaliano yenu. Na vizuri, nimeongea na vizuri sana na Tariq. Kamtangulize Mungu mbele. Nyumba yako mkabidhi Allah subhanahu wa ta'ala. Usiifanye yako. Na mimi nitafurahi zaidi ikiwa nyumba yako inatawaliwa zaidi na ibada. Ni mwana madrasa mzuri sana. Mpaka umeamua kufanya jambo hili kwa sababu ya ile miongozo uliyopata kule kutoka kwa mwalimu wako na ustadi wako. Mwenyezi Mungu amlipe kila la heri. Nenda kampende mkeo, nenda kamvumilie, lakini nenda kamuongoze. Ninajua wewe utamuongoza. Ukweli nikwambie mwanangu, ndoa inashikwa na mume ndo anaishika ndoa. Qur'ani inasema amsik alaika zawjaka, mzuie mkeo. Maana kumzuia, wanawake wanakuwa na vitimbi vingi vya kutaka kuondoka na kurudi. Wewe nenda na jambo moja, mimi najua kuoa tu, hayo mengine sijui. Na kikubwa, akawe rafiki yako. Akawe ndoa ikiwa imekosa urafiki, basi inakuwa kama vile miapara na ufungo. Nenda kajitahidi awe rafiki yako sana, muongoze, msimamie. Ndugu zangu, haya ni machache ambayo naona ni aseme kwa usiku huu. Inshallah tuwe pamoja, tuendelee kuombea harusi wetu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Naomba tumshangilie kwa vigelegele tafadhali. Asante sana. Tunakushukuru.